Tuhuma na shutuma ambazo tayari mwenyekiti Freeman Aikael Mbowe kwa sasa aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo bila shaka ameweza kupokea taarifa na tuhuma ambazo kwa baadhi ya watu wanafikiri na kuona kundi la G55 ambalo pia limo likiwa linaongozwa na kina John Mrema na viongozi mbalimbali ambao wanaonekana kuwa ni waasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa lengo la kutaka kumpinga Tundu Antipas Lissu. Kwa mujibu wa taarifa na vile ambavyo tayari imeshaweza kuonekana kabisa kwamba labda pengine Freeman Aikael Mbowe ndo mhusika na yeye ndo mwenye kundi hilo la G55. Kila mmoja anafikiria kwa tofauti wake na fikra zake, na ndio maana amefikia hatua yani inavyoonekana dhahiri shairi kwamba mpaka sasa hivi urafiki wa Tundu Lissu na aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Freeman Aikael Mbowe hauko tena kama vile ambavyo watu wengi walikuwa wanatamani kuweza kuona support inaendelea. Na hata katika kampeni ambayo imeweza kuanzishwa na Tundu Lissu ya no reform no election, ambao bila shaka ni kutaka kulazimisha yani mabadiliko ya katiba na kuhakikisha kabisa kwamba kama hakutakuwa na swala kama hilo basi hakutakuwa na uchaguzi. Yote ni maamuzi, yote ni mafikirio na kampeni ambayo imeweza kuanzishwa na mwenyekiti Tundu Lissu, ambaye kwa sasa hivi anaonekana kuwa ni moja ya mpinzani mkubwa wa mwenyekiti wa zamani Freeman Aikael Mbowe, ambaye kwa sasa ameingia kwenye tuhuma za kuonekana kwamba labda wakina John Mrema pamoja pia na viongozi kadha wa kadha ambao pia wapo kwenye kundi la G55 ambao wanaonekana kuwa ni waasi na kumshambulia sana Tundu Lissu, kwa sababu hata katika baadhi ya mahojiano ukiweza kumsikiliza John Mrema pia amekuwa akienda tofauti na kumpinga vikali kabisa Tundu Lissu na hata yale matakwa yake ambayo amekuwa akienda nayo. Na bila shaka sio tu hata kwa viongozi ambao wameonekana kuwa labda ni waasi kutoka kwenye kundi la G55, lakini hata kwa baadhi ya wananchi ambao pia wameweza kuliangalia kwa umbali zaidi kampeni aliyoianzisha Tundu Lissu. Of course ndani ya chama ni kampeni ambayo anaiona ni sahihi, lakini kiuhalisia kwa wananchi na hata kimpango kazi kabisa wa taifa la Tanzania haliko sawa. Ni moja ya uchochezi na kuweka utofauti kabisa katika taifa letu la Tanzania kuelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, kwa sababu pindi utapoweza kuweka mamlaka na kulazimisha kwamba kama kutakuwa na mabadiliko ya katiba ya nchi yetu basi hawatoweza kujihusisha na kampeni wala kujihusisha na swala lolote la uchaguzi, manake ni kususa na kususia pia uongozi na kususia pia wananchi kwenye swala zima la uchaguzi, ambalo ni swala ambalo hata kwa baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakiliangalia kwa umbali ni swala ambalo halijakaa vizuri. Ila nirejee awali kama niliweza kuzungumza mpaka sasa hivi katika kauli na title kubwa ambayo nimeweza kukuandikia hapo ya urafiki na Lissu umekufa kabisa. Yani kiuhalisia aliyekuwa mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na mwenyekiti wa sasa ambao walikuwa ni watu wa karibu sana wakisapotiana kwenye kampeni tofauti, na nikukumbushe tu hata kwenye kampeni ya maandamano ambayo iliweza kufanywa sehemu tofauti, basi tuliweza kuona sapoti kubwa kabisa kutoka kwa mwenyekiti Freeman Aikael Mbowe pamoja pia na makamu wake wa zamani ambaye kwa sasa ndo mwenyekiti ambaye alikuwa ni Tundu Antipas Lissu. Lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Sasa hivi hakuna kusapotiana tena, na mpaka wameweza kuona mwenyekiti wa zamani Freeman Aikael Mbowe kwa sasa ameshindwa kusapoti, ameshindwa na yeye kuweza kutilia hoja nguvu ya no reform no election, manake ameweza kuliangalia kwa ukubwa na kwa umbali zaidi. Na hata kwa baadhi ya viongozi ambao pia kwa sasa hivi wameonekana kuwa ni moja ya supportive katika kipengele na katika uongozi wa Tundu Lissu, akiwemo John Heche lakini pia na Godbless Lema ambao pia na wao wameonekana kuwa ni moja ya supportive work kabisa ya kutaka kampeni ya no reform no election iweze kupatikana na iweze kufikia yale malengo wanayotaka kama sehemu ya uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini kwa upande wa mwenyekiti wa zamani, kwake yeye hajalizungumzia na hajataka kuzungumza chochote, maana hiyo ni ishara ya wazi kwamba hayuko sambamba na hataki kusapoti
kampeni ya no reform no election, ambayo ni kampeni inaonekana kabisa kwamba ni kampeni dhaifu ya kutaka Chama cha Demokrasia na Maendeleo kesho na kesho kutwa kiweze kujikita na kujiingiza kwenye anguko kubwa la chama kwa kukosa ruzuku na kujiendesha bila ya kuwa na fedha. Kwa hiyo ni swala ambalo kwa kiongozi ambaye ni shupavu, mwenye weledi kabisa na uongozi na kuelewa madhara na kuangalia zaidi kuhusiana na kesho yake ndani ya chama, manake hawezi kusapoti swala zima la no reform no election, ambayo kwa sasa hivi ndio imeendelea kupamba moto katika safu ya ushambuliaji ya Tundu Antipas Mugwe Lissu. Na ningependa zaidi pia kukurudishia kijiti msikilizaji na mfuatiliaji ambaye uko sambamba kuweza kuangalia ni nini kinachojiri na kinachoendelea baina ya viongozi wetu wawili ambao ni Tundu Antipas Mugwe Lissu pamoja pia na mwenyekiti Freeman Aikael Mbowe. Kwa hiyo ni swala ambalo, je, unahisi ni sahihi kwa Tundu Lissu kuendeleza kampeni yake ya no reform no election ambayo kwa sasa imeweza kupamba moto na kupamba kasi? Kama unahisi ni sahihi na pengine haina madhara, basi pia tukutane kwenye comment, na kama unaona kabisa kwamba anachokifanya mwenyekiti Tundu Antipas Mugwe Lissu hakiko sawa, basi the same tukutane kwenye comment ukiwa kama moja ya mtu wetu na mdau wetu wa nguvu kabisa wa kujenga taifa letu la Tanzania. Hii ni Hot Boy Media, cha msingi tukutane kwenye comment.